Bana, ni nyakati nyingine nzuri mno mwanamichezo mwenzetu, karibu dimbani. Jina langu naitwa Cisco, hii ni Data Sports. Hakika no bla bla, njoo tuzungumze naye hapa brother Geoffrey Mwamnyanyi. Unakwenda kusikia mengi na mazuri yanayopo nguvu kubwa mno na Bati Quality, kampuni bora ya Kitanzania inayozalisha na kusambaza bati aina zote. Kwa nini uteseke kipindi hiki cha mvua, ulale na beseni ama sufuria, usubiri inyeshe ili ukinge kunapovuja, wakati sisi tupo tena tupo kwa ajili yako bwana. Njoo jipatie bati, ziko za migongo midogo, migongo mipana, mfano wa kigae, na zile pia zenye matili ya chenga zinapatikana kwa gharama nafuu na bei ya kiwandani. Kununua mabati utapata pia misumari pamoja na usafiri bure popote pale ndani ardhi ya Tanzania. Warranty yake pia ni muda mrefu bwana, miaka 10 ya uangalizi. Nunua bati wewe ili aje kutamba nayo kijana wako. Njoo tuzungumze kile ambacho kinaendelea. Mambo ni mengi kweli kweli, muda ni mchache, lakini hatuchezi ndio kauli mbiu ya Yanga kuelekea kwenye kusubiri ile kauli ya bodi ya ligi kwamba mchezo wa Simba na Yanga tutaupangia dabi. Geoffrey Mwamnyanyi, mwamba kweli kweli, mjuzi wa mambo. Utakwenda kusikia mengi na mazuri kutoka kwake. Cha msingi, kaa tayari tu kwa taarifa bora na zenye uhalisia ndani yake. Brother Geoff, kwa vizuri? Namshukuru Mungu, silalamiki. Uzima upo? Upo positive kabisa. Okay. Na hesabu baraka bwana. Ndio. Bana, mambo yamekuwa mengi mno hasa kwenye hii dabi ya Kariakoo. Tulikoanza sasa hivi tulikofika, tunaona kama vile kuna mambo yanaanza kujipalia yenyewe. Yaani shughuli inazidi kuwa nzito kadri ya siku zinavyozidi kwenda. Kabla sijauliza swali langu, nataka mtazamo wako, kwa sababu toka ile jambo lianze hatukuwahi kuzungumza. Mtazamo wako kwenye hili umekaaje? Kwenye engo ipi ya kisheria, kwenye engo ya mazingira, kwenye engo ya kiustawi, kwenye engo ipi? Kwenye engo tuanze la kisheria. Tunafahamu pia yaliyomo yamo. Wewe ni mwanasaikolojia, mwanasheria, mwalimu, mchambuzi wa soka. Tuanze kwenye engo ya kisheria, hili limekaaje? Nafikiri bodi ya ligi imetoa maelezo juu ya nani alipaswa kufanya nini na nani hakupaswa kufanya nini. Okay. Kwenye engo moja, Simba kutocheza ule mchezo, yes, ilikuwa ni sehemu ya kuvunja kanuni. Okay. Kimsingi bodi ya ligi ilipokuwa imetoa maelezo kwamba wanatakiwa waende wakacheze, yes, moja kwa moja ilikuwa na changamoto ya kwa nini hawakucheza. Ndio. Lakini ukiangalia unajiuliza kwa nini wamevunja kanuni au kwa nini walikataa kucheza. Ndio. Kwa sababu na wao pia walipata changamoto kwenye uhalali wa kanuni. Okay. Uhalali wa kanuni, wao wanaruhusiwa kuweza kutrain kwenye uwanja ambao wanatumia siku moja kabla. Very sure. Lakini hakuna sehemu yoyote kwenye kanuni za ligi kuu zinazomlazimisha timu wanayokwenda kutrain atoe taarifa pengine kwenye kwa meneja wa uwanja au kwa nani au kwa mwenyeji wa mchezo. Hakuna kanuni ya namna hiyo. So wao walikuwa wanaenda kutimiza matumizi yao ya kanuni ya kuruhusu kutrain. Lakini kuzuiliwa maana yake wameondolewa kwenye hiyo kanuni. Kwa hiyo wanakuja na hoja ya kwamba kama nilikuwa naenda kufanya jambo ambalo liko ndani ya kanuni na nikazuiliwa, nawezaje kucheza mchezo ambao wenyewe ndio unanitaka niweze kutrain kabla ya muda wenyewe kucheza mechi husika, ndio, ili niweze kupata ile ladha ya uwanja ambao naenda kufanyaje kuutumia. Kwa hiyo ni kama kanuni kwa kanuni zimekutana hapa katikati. Yaani kuvunja kanuni na aliyesababishiwa avunje kanuni ni yule ambaye alitakiwa pengine kumsaidia huyu asivunje kanuni. Okay. Kwa hiyo ni kama vinakuja kukutana hapa hatipa. Na ndio maana ukiyasikia maelezo ya mwenyekiti wa bodi ya ligi Mzee Mbuto alizungumza wazi, akasema busara lazima ifanyaje? Itumike. Na mimi namuelewa anaposema busara itumike ni kwa sababu ya afya ya mpira wa miguu. Okay. Simba na Yanga ni vilabu vikongwe, ni vilabu ambavyo ndio vina mafanikio kuliko timu yoyote unaijua hapa kwenye mpira wa Tanzania. Sawa. Wao ndio wamechukua vikombe vingi kuliko timu nyingine zozote hapa. Wao wameshiriki michuano ya kimataifa kuliko timu nyingine yoyote hapa. Sawa. Wao wana fan base kubwa kuliko timu yoyote hapa. Okay. Hapa yenyewe tukisema unatoka kusema Tanzania nani timu gani yenye washabiki wengi, watagawanyika kwenye makundi makubwa mawili, Simba na Yanga. Okay. Wanabakia wanapata wale wazawa na watu ambao wameibuka kwenye timu zao nyingine, lakini kimsingi kanuni limekaa namna hiyo. Okay.
Sawa, hivyo ndivyo ambavyo hiyo issue imekaa. Lakini ukitazama hilo ngoma lilikofikia, Young Africans mpaka sasa wana msimamo wao kwamba hatuchezi. Yani hata ikipangiwa siku nyingine. Wao wamegoma kabisa kucheza. Nilifuatilia kwenye vyanzo vyangu vya karibu mno kwa nini Yanga wamesimamia msimamo wao. Baadhi ya taarifa ambazo niko nazo kutoka kwa baadhi ya viongozi wa klabu ya Yanga ambao hawako radhi kutajwa majina yao, wameniambia kwamba sisi shida yetu ni moja. Tunataka tufahamu namna ambavyo mchezo umeahirishwa. Yani kanuni sizipo. Simba hawakwenda kufanya mazoezi. Kanuni hipi imeharisha kwamba Simba hawajafanya mazoezi, basi mchezo usichezwe. Unaelewa vizuri Hilo la kwanza. La pili, kanuni hipi imewapa uhalali bodi ya ligi kuahirisha nini? Mchezo. Hilo sisi ndio tunalo lihitaji zaidi. Unaelewa vizuri Lakini pia Geoffrey Mwamnyanyi, kuna barua ya kwanza ya bodi ya ligi walieleza kabisa kanuni inaitaka timu mgeni kutoa taarifa kwa timu mwenyeji. Unaelewa vizuri Hao ambao wanamiliki kanuni waliandika kwenye hiyo barua yao ya kwanza. Lakini kwenye barua ya pili wameikana. Unaelewa vizuri Hapa sijui tuko sawa sawa. Nafikiri labda kama bodi walichapia. Sasa ndio unajiuliza wataandikaje hivi na kanuni wanazo nyumbani kwao. Iko hivi Cisco. Kisheria ndio kufanya makosa hakuhalalishi kosa kuwa halali. Okay. Kisheria iko hivyo, na sheria pia inatambua kanuni mama. Yani kwa mfano tukizungumza labda taratibu za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndio. Hakuna kanuni yoyote au mwongozo ambao wewe unapaswa kuutengeneza unatakiwa kuvunja katiba. Katiba ndio mwongozo mama. Yes. So kama bodi ya ligi iliweka kipengele ambacho kilikuwa kinaonekana hakipo na wao ndio watumiaji wa hizo kanuni. Yes. Unaweza kuhesabu kuwa ni error ndani ya watumishi au ndani ya bodi ya ligi. Okay. Sasa wanawajibishwa watu gani ndani ya bodi ya ligi au nani anawajibishwa wenyewe? Hiyo ni ndani ya bodi ya ligi. Hiyo ni swala la kwamba hii familia kuna makosa imefanya. Yes. Lakini swala la kwamba kile ambacho kimefanya makosa na familia ndio kihalalisha kuwa halali wakati uhalisia wake sicho, maana yake nao unataka kutumia makosa yaliyofanyika yaendelee kuwa makosa kwenye uhalali wako. Okay. Kitu ambacho kisheria hakipo. Okay. Yani jambo kama halipo hivyo kisheria, maana yake hata aliyekosea kukileta mara kwanza yeye ndo anawajibishwa kwa sababu ya kukosea. Sio sheria inawajibishwa kwa sababu ya kusema vinginevyo na vile ambavyo huyu alikosea. Ndio. Kwa hiyo uongo mara nyingi hauhalalishi au haugeuki kuwa ukweli. Unabakia tu kwamba ni kiwango cha kuamini huo uongo kwamba ni ukweli, lakini hauwi ukweli. Okay. Kwenye eneo la sasa kanuni, ndio maana nasema hili jambo linajijibu lenyewe. Wakati wao unatafuta kanuni ya kwa nini wameondoka Simba kwa sababu ya kanuni ya kutofanya mazoezi kwenye uwanja, na wenyewe wanatafuta kanuni ya kwamba kwa nini wazuiwe. Nani aliyetengeneza kanuni ya kuwazuia kufanya mazoezi au kutoa taarifa kwa uhusika wa kiwanja wakati hiyo kanuni haipo. Umeelewa Ndio. So, Mwamnyanyi hapo naomba nikuhold kidogo, huenda nikaja kusahau namna ambavyo unanielezea hapo. Kuna baadhi pia wadau wa soka wanajaribu kuliweka sawa kwa mitazamo tofauti. Wako wale ambao ni mwanukuu akisema kwamba swala la kikanuni linakwenda kutatuliwa kikanuni. Simba kweli wamezuiliwa kufanya mazoezi, lakini hakuna pia kanuni ambayo inaweza kusema Simba waweze kugomea bodi, yani kugomea mchezo. Wengine pia wanafika mbali, Geoffrey Mwamnyanyi. Wanaeleza kwamba kwa jinsi ambavyo situation ilipotokea, Young Africans wana maswali mengi pia ya kuuliza bodi ya ligi, kwa sababu wao huenda si wamiliki wa 100% wa uwanja wa Benjamin Mkapa. Funguo zile Yanga wamezipata wapi na kuwakabidhi mabouncer wao? Na nani labda alifanya mazungumzo na wale mabouncer wakakili kwamba kweli sisi uongozi wa klabu ya Yanga ndio umetutuma, sisi ni mabouncer ambao tuko
tupo kikanuni kwenye labda taratibu na uongozi wa Yanga, tunatambulika na tumekuja kutunisha misuli. Lakini kuna wengine wanaeleza pia kuhusiana na swala la ulinzi na usalama. Mlilo alizungumza kamanda siku moja kabla mchezo kwamba ulinzi ni 100%. Umeelewa vizuri Lakini watu wanajiuliza kama ulinzi 100%, wale mabounce waliokuwa uwanjani wako kinyume na utaratibu, yani hawatambuliki na swala la ulinzi lipo, ina maana walishindwa kuwazuia kama walituhakikishia kwamba kuna 100% ya kulinda mashabiki 60,000. Umeelewa vizuri kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Inakuwaje wahuni wawili watatu waliojifanya wao ni mabouncer ambao kiwalisia huenda hata kanuni na sheria za Yanga haziwatambui? Sasa mimi sitokujibu kwenye engo ya taratibu za kipolisi. Kwa sababu wao wana miongozo yao, very sure, wana miko yao na vitu vingine. Wana PGO ambayo inafanya ni Police General Order ambayo inafanya wajue ni kitu gani wanafanya ndani ya majukumu yao. Okay. Lakini ukitaka kuondoa nguvu ya jeshi la polisi kwa sababu ya mabouncer, nafikiri utakuwa haujui nguvu ya jeshi la polisi. Polisi hata wanapofanya majukumu yao hawawezi tu kumwataki kila mtu kwa sababu umesogea umefanya nini. Na wao pia wanafuata taratibu zao kwa nini wafanye hiko kitu. Okay. Umenielewa Yes. Kwa nini wafanye hiko kitu? Ndio. Ukisikiza malalamiko ya Simba yanazungumzia kuitwa kwa meneja wa uwanja ambaye anasema yeye hakuwa na taarifa za Simba kufanya mazoezi. Hapo Yanga hawahusiki. Umeelewa sasa mpaka hapo Sasa kama ilikuwa ni hivyo, kwa sababu watu wanaona kama muhusika anayeshughulikia uwanja ametoa hiyo kauli, ulikuwa unataka kuwaona polisi wanamshughulikia nani? Mabouncer ambao wanazungumzwa hata kwenye barua ya bodi ya ligi. Mwenye mamlaka ambaye amesema kwamba hakuna taarifa ya nyinyi kufika kufanya mazoezi, amesema ametoa hiyo kauli. Okay. Ukitaka mabouncer washughulikiwe na polisi, maana yake unataka kutuambia kwamba polisi wanatakiwa wamshughulikie pia meneja wa nini? Wa uwanja. Sasa swala kwamba ni mabouncer wa Yanga au sio wa Yanga, hiyo ni jambo jingine. Lakini kwa kuwa muhusika wa uwanja alitoa maelekezo kwamba hakuna ruhusa ya kuingia, haijalishi watu walikopo mlangoni au hawakuwepo, maana yake Simba hawakupaswa kufanyaje? Kuingia. Swala la Simba kugeuza ilikuwa ni baada ya kuona usalama wao unakuwa ni mdogo. Kwa hiyo polisi walikuwa katikati kuamulia usalama kati ya hawa pande mbili zinazofanyaje? Zinazokutana. Na wala sio kuwatoa mabouncer kuwapiga kwa sababu Simba wafanyaje? Waingie uwanjani. So ukiitafuta logic ya polisi ilikuwa ni logic ya kutengeneza usalama. Yes. Sio logic ya kutengeneza maamuzi yao wao. Wao wanapewa maelekezo, wanafuata maelekezo. Ndio. Kama watasuspect kwamba maelekezo yanaenda kuvunja amani, pia watakupa taarifa nyingine kwamba hiki unachokishauri tukifanya hivi itakuwa changamoto ABCD. Sasa unajua mifumo ya kijeshi ni mifumo ya order. Hata kama wewe wamekupa taarifa umeona hiyo, lakini kama ametokea mkuu kuambia hawa waondolewe, wangeondolewa. Sasa kwa sababu walikuwa ni peacemakers kwenye hilo eneo, wasingeweza kuwashughulikia mabouncer wala wasingeweza kuwashughulikia Simba. Ilikuwa ni swala la kuachanisha Simba na hao mabouncer ambao wanaitwa kwa mabouncer wa Yanga ili fujo isifanyaje? Isiendelee. Ndio maana kwa sababu Simba waliona kuna fujo inataka kutokea, tuliona kwenye picha za video zilikuwa zinatembea. Waliamua kugeuza gari lao wakafanyaje? Wakaondoka. Kwa hiyo walichofanya Simba ni kujiepusha na ile shari ya pale. Walichofanya polisi ni kuhakikisha kwamba Simba na hao mabouncer pia walioko pale wako salama. Kwa sababu kazi kubwa ya polisi ni kulinda raia pamoja na mali zao. Mabouncer ni raia, Simba ni raia. Bwana Geoffrey Mwamnyanyi, na kuelewa namna ambavyo unajaribu kujibu haya maswali kwa kutazama pia saikolojia yangu. Lakini huenda nikapata kile ambacho nakihitaji. Bodi ya ligi Geoffrey Mwamnyanyi, kuna barua ilivuja hapa. Ile barua ikaonekana bodi ya ligi ndiyo ambayo wameitoa. Lakini kwa taarifa pia za kunyapia watu wanasema kwamba ni kweli bodi ya ligi wameitoa, lakini walitoa kama mtego. Baada ya watu kujadili sana, shughuli ikaja kufa ile bodi ya ligi wakaikana ile barua. Na ile barua bwana tunaijadili tu kama tetesi kwa sababu wao wamesema sio ya kwao. Miongoni mwa taarifa ambazo wamezitoa ile game kuahirishwa, wamezungumza pale kuna rushwa, usalama, imani za kishirikina. Unaona vizuri? Watu walifika mbali mno kulitazama hili swala.
watu wakawa wanajiuliza, bodi ya ligi wao ndio wameahirisha mchezo. Wamesema wanapisha uchunguzi ufanyike. Lakini bodi ya ligi wao ndio wakachunguza. Bodi ya ligi wao baada ya kuchunguza, yani wao wakawa TAKUKURU, wao wakawa jeshi la polisi, wao wakawa usalama wa taifa. Yani wakachunguza kila kitu. Baadhi ya wadau, nisinukuliwe vibaya, wanazungumza namna hiyo baada ili sakata na ile barua kutoka. Of course sio dhambi. Clown walifanya mahojiano kuitaja media sio dhambi. Na TAKUKURU. TAKUKURU ikasema hawafahamu chochote kuhusiana na kama kuna rushwa, ambao ndio wenye mamlaka kwenye nchi hii. Baada ile taarifa kutoka, watu wakaona bodi ya mamlaka ya kudhibiti rushwa. Yes, baada ya kutoa taarifa kwamba hao hawahusiki na chochote na hawajapokea faili lolote na usiyo vitu, tunaona siku mbili bodi ya ligi ikakana ile barua. Mimi ni mtazamo, yani kwa sababu mengi tumezungumza. Kiufupi nataka tu mtazamo wako. Kwa hili unafikiri jinsi ambavyo limekaa kwenye engo gani? Okay. Ukiwa mweledi haushughulikii hisia. Unashughulikia maarifa. Okay. Na nguvu ya maarifa inakuja kwenye urasmi wa vyanzo vya taarifa zako. Sawa. Kama haikuwa wazi kutoka kwenye chanzo halisi cha bodi ya ligi, usishughulikie hisia ya taarifa ambazo zinatoka. Okay. Kutunza weledi wa majukumu yako au majukumu yangu ni kujiridhisha kwa kuthibitisha taarifa ambazo zimetoka kwa watu husika ambao wamesema au wametoa kwa kukupatia wewe taarifa. Ndio. Teknolojia sasa hivi iko juu sana. Very sure. Sasa hivi tuna kitu tunaita AI. Wanaweza kaigiza hata sauti yako bwana akakuweka. Okay. Niona kuna siku hapa walikuwa wanaonyesha kuna marais wanapigana kwenye kikao. Kainuka huyu kainuka, wanaanza kutwangana na ngumi. Okay. Sayansi ya teknolojia, mifumo ya teknolojia iko juu. So wanaweza watu wakatengeneza chochote. Tumeona barua nyingi sana zikitoka. Unaona kabisa na muhuri wa TFF na bodi ya ligi, muhuri wa Yanga na nini. Na wengine mpaka taarifa za watu binafsi. Na mamlaka nyingine zimepitiwa na hili jambo. TANESCO sijui wapi wamewahi kupitiwa na mambo. Na wanakuja wanakuandikia hii ni fake. Wako matajiri kina Mohamed Dewji CM ambapo tunatoa ABCD, wanakuja wanaambiwa hii ni fake. Ni fake, okay. So watu kwenye information technology wamekuwa advance sana, wanaweza kutengeneza kitu chochote. Yes. Na haitupi nguvu ya kujadili kitu ambacho ni cha kusadikika. Okay. Kingekuwa kina uhalisia kwenye kusadikika kwake, tungekitolea maelezo. Kwa sababu bodi ya ligi wameikana, hatuwezi kuizungumza. Sio tu kuikana. Yes. Yani kwa kuwa hawakuisema kwamba ni ya kwao. Tafsiri yake ni kwamba ya kwao ndio imekuja. Okay. So sisi tunajikita kwenye ile ambayo tuache hiyo ambayo watu baadhi yake unena kwamba ile ilikuwa bwana ni barua yao, lakini baada ya kuona kuna mambo hayako sawa, wanafanya vitu ambavyo hufanya. Lakini kuna nyakati nyingine Geoffrey Mwamnyanyi wanasema alisemalo lipo. Unaelewa vizuri. Mimi siwezi tu kusema Geoffrey Mwamnyanyi bwana anapenda sana kula chipsi. Kwa nini nisimseme mtu mwingine? Kwa nini nisiseme kwamba bwana huyu nani Steven Mapunda anapenda sana kula chipsi? Kwa nini Geoffrey Mwamnyanyi? Ni level ya imagination inatokana na comparison. Yani kwa mfano uliwahi kumuona mtu kama mimi kwenye morfolojia yangu huwa anapenda kula chips. So assumption yake ni kwamba naye Geoffrey kwa sababu yuko kama yuko fulani atakuwa anapenda kula chips. Mimi nimependa namna ambavyo unaendelea pia kucheza na saikolojia yangu. Bwana kufanya kipindi na mwana saikolojia na wewe inatakiwa uwe na saikolojia kubwa zaidi. Lakini bado Geoffrey Mwamnyanyi hii hatuimalizi mpaka iishe, kwa sababu naamini wewe ni mtu ambaye una vitu vingi sana na unaweza ukatujibu vizuri ukatuweka sawa. Tutembee na kauli sasa ambayo imetoka rasmi kwenye kinywa cha mwenyekiti. Kwa mwenyekiti wa taasisi akizungumza ni kama vile taasisi yenyewe imefanyaje? Imezungumza. Mwenyekiti wa bodi ya ligi amesema hili linatakiwa tutumie zaidi busara. Wale wanasimamia kanuni. Kwa nini tufikie kwenye busara na si kanuni? Ni hilo jibu lake ni jepesi Cisco. Okay. Mifumo ya Simba na Yanga kiukuaji ilitangulia vitu vingi kutengenezwa kwenye nguvu ya kisheria. Okay. Yani ukisema Simba na Yanga, ligi labda imeanzishwa miaka ya 60 huko.
lakini namna ambavyo ilitengenezwa kwenye uweledi wa kuendeshwa ndio imekuja kutokeza baada ya kuanza kuona mpira ni biashara. Sasa nguvu ya Simba na Yanga kuanzia kwenye social aspect, uje kwenye political aspect, ije kwenye economic aspect. Haya maeneo yote tunayotaja hapa, Simba na Yanga wana mizizi tayari. Hebu niambie ni eneo gani ambalo unafikiri ukitaka kufanya udhamini brand yako itapata mileage kwa haraka kwenye mazingira ya mpira katika timu tulizonazo? Ni Simba na Yanga. Umenielewa Yes. Na ndio maana hao wana misuli hata ya kununua wachezaji. Ukiondoa Azam FC ambao wao wanajitegemea na msuli wao ni mzito. Yes. Wanaweza wakanunua mchezaji wote mahali popote wakati wote. Lakini bado wanaweza kuheshimu uwepo wa Simba na Yanga kwa miaka mingi. Okay. Yaani kama Azam wangeamua kufanya fujo waseme namtaka huyu Simba na Yanga, wangeamua kuweza kumchukua kwa uwezo wa kiuchumi. Ndio. Lakini kwa sababu ya ustawi wa jamii yetu ilivyojitengenezea na hasa mizizi ambayo Simba na Yanga wameweka kwenye maeneo mengine, hautokataa kwamba Simba na Yanga ndio timu ambazo zina fan base kubwa kuliko sehemu nyingine. Okay. So sometimes kutengeneza amani kwa sababu ya mambo yanahitaji hekima ni muhimu zaidi kuliko kufikiria nje ya hapo. Okay. Sasa hayo yametangulia kwanza kabla ya uwepo wa usimamizi wa kanuni kuimarishwa. Okay. Kwa wakati kanuni zinaimarishwa kwamba mkifanya itatokea hivi, tayari kuna misingi mingine ambayo ilikuwa ni ya busara ilitumika huko nyuma siku nyingi. Simba na Yanga walishaazimanaga mpaka wachezaji kwa ajili ya kushiriki michuano ya kimataifa. Okay. Tunazungumza kina Monjalise kama kumbukumbu zangu ziko sawa sawa. Walishaazimwa wakaenda wakacheza hii na timu hii. Hizi ukizungumza Afrika, ukishasema Simba au Yanga, watu wa nje ya Tanzania wanaiona Tanzania. Okay. Kwa hiyo manake ukubwa wake ni zaidi ambavyo watu wanachukulia hapa kawaida. Leo mimi nakwambia kabla ya watu wengi kufanya kazi kati ya Simba na Yanga walikuwa ni maarufu. Hapana. Wewe Cisco leo uko hapa data. Hata makampuni hata makampuni mengi kabla hajaenda Simba Yanga wanapata faida nyingi kwa sababu ya kutembea kwenye brand mileage ya brand za Simba na Yanga. Yaani ni platform ambayo ukiklik sasa hivi inagusa. Wanasiasa hizo wakitaka kupata popularity waizungumze Simba na Yanga. Yaani leo mjadala ukienda bungeni zikuzungumzwa Simba na Yanga, social networks, social media zinafanyaje? Zinafuatiliwa kwa sehemu kubwa. Kwa nini? Kwa sababu ya nguvu ya hisia ambayo Simba na Yanga imeweka ndani ya nafsi za nani? Nafsi za watu. Okay. Kuna watu unaona wanakufa uwanjani kwa sababu ya Simba na Yanga. Kuna watu wanakufa majumbani kwa sababu ya Simba na Yanga. Kuna watu wameachishwa kazi kwa sababu ya kubishana Simba na nini? Na Yanga. Kuna watu wameuana kwa sababu ya Simba na Yanga. Huyu ananibishia, huyu alifunga goli ya kufunga, yule kwambia alifunga. Huku ndani Simba na Yanga zilibeba maisha ya watu wengi. Okay. So maamuzi yoyote unayochukua dhidi ya Simba na Yanga, ujue pia una shake nusu kwa nusu ya Watanzania wengi ambao wako kwenye hizi timu, ambao pia ndio wanafanya hata ile political stability kwenye maeneo mengine. Okay. Yaani leo ukitaka kuangalia pia this is reality. Huu ni uhalisia. Hata wanasiasa wanatumia mpira lakini kwa reference ya Simba na Yanga. Leo unaambiwa unakwenda labda kuanzisha kombe la Cisco, unataka kuwa mbunge, sio? Sehemu ya kutoa kumbukumbu rejea kwamba ninakuja kukuza vipaji ili muende mkacheze Simba na nini? Na Yanga. Simba na Yanga ni madude makubwa kuliko unavyofikiria. Kwa hiyo bodi ya ligi inatamani na yenyewe inyooshe mstari hivi rula. Lakini wakati unanyoosha rula hivi mbele kuna mamibuyu ambayo tayari yalikuwa yameshaanguka muda mrefu. Ukilazimisha rula ambayo unaivunja. Ndio. Kuna nyakati unahitaji kutulia kidogo, wakupe kasturi upande juu ya nini? Juu ya mbuyu, ili vifanyaje viweze kwenda. Kwa hiyo ni zaidi wanapochukua. Na mimi nakwambia hao wanaozungumza nje ni kwa sababu hawako ndani ya bodi ya ligi. Ukienda ndani ya bodi ya ligi utapata changamoto hiyo. Wenzetu walifanikiwa kwa sababu wakati ligi zao zinaanza na mifumo inaanza, kanuni na miongozo iliwekwa kama sehemu ya priority, kama kipaumbele. Kwa hiyo timu zilikuwa zinajijenga kwa kufuata ile misingi ifanyaje imewekwa. Sisi tumeanza kucheza mpira kwa sehemu kubwa huru kabla ya kuwepo misingi ya kuimarishwa sheria kwa maana ya kanuni zilizowekwa. Okay. So tunajikuta matumizi ya nguvu ya zile kanuni tulizoziweka bado haijafikia misuli ya kuweza kushinda mizizi ya misuli ambayo timu za Simba na Yanga iliweka kwenye mpira wetu. Okay. Unafikiri ni kwa nini sasa Geoffrey Mwamnyaji Young Africans wamekuwa na msimamo wa hatuchezi, mkituita hatutaki kuzungumza, tunataka kanuni zifate mstari?
na wao bado wana msimamo wa kwenda kasi, na ni kama hizi busara zilitengenezwa toka muda. Tafsiri yake Young Africans wamekengeuka. Nini kinachowapa jeuri? Vilabu vya Simba na Yanga na fans wao wanapenda zaidi vilabu vyao kuliko mpira. Yaani kuna nyakati unaweza kumwambia kabisa hii ni blue hii. Na yeye ndani kwenye nafsi yake anaona hii ni blue, lakini kwa sababu ni ya Yanga au ni ya Simba anakuambia hii ni kijani. Okay. Au hii ni nyeupe hii. Wakitoka kenda kwenye makundi yao wanaambia ile kwa kweli kwa ni blue ile. Lakini kwa sababu ndani yao wameziweka timu zao kuliko kuweka mpira, lazima hiyo jambo litokee. Hiyo namba moja. Lakini namba pili inawezekana wamefikia standard ya kuona kwamba kanuni zinatakiwa zifanyaje? Zifanye kazi. Inawezekana wamefikia nguvu ya weledi wa namna hiyo. Sasa ni bodi ya ligi wao wenyewe wapime, wanaweza kufanya hiyo kwenye misuli hiyo, lakini pia ikigeuka ikienda kwa wao, Yanga pia wataendelea kusimamia kwamba sisi jamani mtushushe daraja kwa sababu tumevunja kanuni A B C D. Hiyo jambo linakuwa ni. Lakini cha tatu, yes, unaweza kuiona ina maslahi kwenye msimamo wa ligi. Sasa hivi wao wanaongoza kwa pointi moja. Tafsiri yake kama watapewa alama 3 watasogeza zaidi kwenye msimamo wa ligi. Lakini pia kama wasipocheza wakabakia na alama moja, ile inakuwa sehemu ya faida kwenye hilo. Nataka kuamini kwa uwezo wa Yanga, sidhani kama wanaweza kuwa wanalilia kupewa tu alama hiyo moja. Nataka kuamini jumla ya haya ambayo nimeyasema ndio yanayotengeneza huo msimamo. Na mara nyingine ni maamuzi tu ya watu kwa sababu ya hisia kwamba hawa ni watani wetu wa jadi, wameshindwa kutokea kwenye ABCD. Nakukumbusha Yanga waliwahi kuondoka, unakumbuka? Yes. Baada ya muda kubadilishwa. Muda ulibadilishwa na taarifa Yanga wenyewe walisema kwamba hatuwezi tukabadilishwa muda tukiwa tuko kwenye gari tunaelekea uwanjani. Vipi? Mechi ilichezwa baadaye kuchezwa. Ikachezwa. Lakini hile tofauti na hii watu wameshika bango kweli kweli. Nazungumzia kuondoka, si waliondoka. Waliondoka, yes. Sawa. Sasa swali lilikuwa ni kwamba wakati ule labda kanuni zilivunjwa au zikuvunjwa, lakini wao walifanyaje? Waliondoka. Umenielewa Yes. Pengine labda kama kanuni zilivunjwa inatakiwa matokeo yawe yafanyike kitu. Labda watu wapewe alama 3, watu hawakupewa. Je, hili jambo sasa hivi wanavyoliamua hawachezi lina maslahi ya kwenye mpira wetu? Kwa sababu nje kwenye falsafa kuna sentence inasema criticize in private and sifu in public. Yani uweze kutoa sifa kwenye public, lakini ukitaka kumcriticize mtu unaenda kumcriticize pembeni. Au kuna kitabu cha sheria 48 za kuongoza. Kuna wakati unaambiwa ukitaka kuongoza, ongoza kwa ukimya, ili unaowaongoza pia wasijue wanachokifikiria, wakutane na matukio wakati wa matendo ya maamuzi yako. Kwa hiyo sio wakati wote, yani tengeneza friendship lakini iwe na mipaka kwenye ukimya unavyoamua. So hata ukitaka kuboresha mambo, kuna wakati you don't need to shout, yani unahitaji kufanya mambo lazima upime. Ninapotaka kubadilisha hili ni kama addiction, kama mtu amekuwa na uraibu wa kitu kashafikia 3 na 4, ukimwachisha ghafla anakufa. Hii ndio ambayo addiction ya mpira wetu ni Simba na Yanga. So wakitaka kunyoosha kanuni sasa hivi hapa wakati wao walishakuwa wakubwa kuliko ile misuli ya kanuni zenyewe wakati zinaanzishwa, wanaweza kujikuta wanavuruga kilichopo, kwa sababu wao wanaweza kuwa wanaiona timu, lakini hizi timu ni kubwa kwenye kiwango ambacho zinabeba pia maisha ya watu. Ulifanya lifaa ya 2021 Young Africans wenyewe ulisema ndio miongoni mwa timu ambazo zilikuinga uwanjani zikatoka. Na sasa hivi kusikia Yanga pia baadhi yao wanachokizungumza ni hiko wanasema tulianza kuonewa toka 2021 kwamba mchezo ulielishwa masaa 3 kabla ya mechi, lakini likafumbiwa macho, hatukutaka chochote, tukakubali. Lakini mimi natasemea wakati ule ambapo walifumbia likafumbiwa macho, yes, maamuzi yaliyotoka ni ya busara. Wao walikubali kuja kucheza, walikubali. Wangekuwa wameanza kama wanataka kunyoosha, wangekuwa wamesimamia kule. Mambo yangekuwa vizuri. Tumalizie Geoffrey Mwamnyanyi, najua muda pia si rafiki. Kwa hiyo waliamua kwa sababu ya busara kuona vitu hivyo vingi. Mimi nakupa mfano tu. Nakupa mfano mdogo. Kuna matumizi ya kadi kuingia uwanjani.
kuna watu walikuwa wamejiandaa kufanya biashara. Hebu imagine ungekuwa ni mfanyakazi wa ndizi unataka kuziuza siku hiyo ya mchezo. Ni hatari. Umenunua ndizi za shilingi 500,000 kwa ajili ya kuuza pale. Ndizi ni perishable goods kwenye mfumo wa kibiashara. Yeah. Wewe ndizi za 500,000 unazipeleka wapi baada ya kuwa mechi imeahirishwa? Ni hasara tu hapo. Umeniona nachokisema eh? Yeah. Kuna mama ntilia walienda kukopa labda unga, walikopa sijui mchele, wakatengeneza chakula ili watu wale wanaokuja kwenye nini, kwenye uwanja. Yes. Ile chakula wanakipeleka wapi? Hasara. Umeshanielewa eh? Kuna watu wametoka safari ndefu, wameuza mazao yao waje kuziona Simba na Yanga kwa sababu inaonekana kwa nadra na mchezo mkubwa kama huu. Wamepoteza hela yao, familia zao zinazungumza nini? Hasara. So kuna mambo mengi beyond wanavyoona watu mchezo. Kuna vitu vingi sana. Okay. So hata kustabilize mambo, kuna wakati sio wewe kama baba sio una uwezo wa kumtandika mtoto wakati wote, si ndio? Lakini kuna wakati unaacha, sio kwa sababu unamuogopa, kwa sababu kuna kitu unakitengeneza katika ukuaji wake. Ndio. Tumalizie sasa Yanga wanasema wameenda kasi na ziko taarifa za kwamba tayari Yanga wameshafika kasi na wamepokelewa kwa kasi na kesi yao itasikilizwa na nimeambiwa wakili kutokea Spain kitu kama iko. Unafikiri kwa jinsi ili jambo lilivyokaa Young Africans wakienda kasi wataipata haki yao kama wanavyohitaji? Kasi hawafanyi maamuzi wao kwa sababu wameletewa mashtaka au taarifa na mtu anayeshtaki. Okay. Kasi wana taratibu zao. Kasi ukipeleka jambo hilo wanarudi kwenye mamlaka za mpira kwenye nchi yako. Limesikilizwa kwa namna gani? Hukumu ilikuwaje? Hukumu ilizingatia vitu gani? Na wao pia watawaomba hiyo taarifa ya hukumu bodi ya ligi kupitia TFF. Baada ya hapo wataenda kuzipima. Wataomba pia na kanuni zinasemaje. Alafu watafanyaje? Watalipima. Kwa hiyo si tu jambo la kusema wameenda CAF basi wanatoka kule moja kwa moja, hapana. Ni maeneo yote mawili. Sasa wanachokipima zaidi ni ile hukumu imetolewa kwa haki, kwa misingi ipi. Na misingi yenyewe lazima izingatie kanuni. So kama bodi ya ligi imevurunda kwenye kanuni, utaiona kasi ikijibu. Okay. Kama ni Yanga wana faida kwenye kanuni, pia utaiona kasi ikifanyaje? Ikijibu. Kazi kubwa ya kasi ni kuleta uhalisia wa tafsiri ya kikanuni kadiri ya matukio yenye utata au kesi zinavyotokea. Sawa. Mimi nikushukuru sana. Karibu sana. Bwana Geoffrey Mwamnyanyi huyu amezungumza mengi na mazuri. Nyuma ya kamera yuko Pako, mimi naitwa Cisco. Hakika umesilelea matangazo jadidi kweli sio na shida wala shaka yoyote. Tukutane tena wakati mwingine, ni hapa Data Sports, no bla bla. Kwa heri.